بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. katika darsa المنظومة الميمية في الوصايا الآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله. tulifikia ubeti wa 66. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. أي اجعل نيتك خالصة لوجه الله، ifanye na ujalie nia yako katika kutafuta ilmu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Umtakasie nia Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye amali kwa ajili ya uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. Kwa hivyo hakuna amali yoyote anayofanya mja isipokuwa ndani yake mna nia. Wa inma likulli imri'in ma nawa, kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake alivyonuia. wa talabul ilmi ibadatun, kama qala al-imam az-Zuhri rahimahullah: ma 'ubida Allah bimithli al-'ilm, ما عبد الله بمثل العلم، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. كتفوت علم ni ibada tukufu mno, kama alivyosema al-Imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kuwa hajaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na ibada, bimaana na ibada tukufu zaidi kama ibada ya ilmu. Na hii ni kwa sababu kwa kupitia ilmu ndio mtu hufahamu ibada zote zilizobakia, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema: fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Tauhid pia huwezi kuijua isipokuwa kupitia nini? Ilmu. Uisome ndio uifahamu. Na ibada haikubaliwi isipokuwa kwa ikhlas. Ikiwa tumekubaliana kuwa kutafuta ilmu ni ibada, tujue kuwa ibada yoyote ile haikubaliwi isipokuwa kwa ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada kama ile. فعلى طالب العلم أن يصحح نيته في كل وقت وحين بمجاهدة مستمرة للنفس. نجو يا طالب العلم، mwanafunzi, kusahihisha nia yake katika kila wakati, kila wakati kupigana na nafsi yake vita vinavyoendelea kwa ajili ya kuivuta
na kuiingiza katika ikhlas. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. الإمام سفيان الثوري رحمه الله سمع: sijaponya chochote ambacho ni kizito kwangu mimi kama nia yangu, kuitengeza ile nia awe na ikhlas. liannaha tanqalibu alayya, kwa sababu yaniponyoka na kubadilika kila wakati. Kwa kule kupigana na nafsi na moyo kwa ajili ya ikhlas ni vita vya kuendelea. Atakikana mwanadamu awe ataendelea kupigana na nafsi yake katika jambo hili. So kila wakati sheitan yuko katika pupa ya hali ya juu katika kumharibia mtu nia yake. فالشيطان يأتي طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم. شيطان huja kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu, anapokaa katika vikao vya ilmu, yakulu ijtahid, fanya bidii wewe, hata yuqalu alimun, mpaka watu wakubali kuwa wewe mwana wa chuoni, mpaka watu waseme wewe mwana wa chuoni. Yule mtu aona hile nafsi yake ni himma yake, kumbe shetani ndiye anafanya nini? Anempuliza ili nia yake iwe ni kuwa mimi nasoma natafuta ilmu kwa ajili ya kuitwa mwana wa chuoni. Hata yakuna laka shuhra, hata yakuna laka situn, mpaka uwe mashuhuri, usifike sifa zako kila mahali, utajwe kwa uzuri. وينفخ فيه ليفسد عليه نيته. kwa hiyo shetani ampuliza fikra kama hizi ili amharibie nia yake. ولهذا فالنية تحتاج إلى معالجة دائما. nia yataka kutoka kwa yule muislamu au mwanafunzi mualaja, awe yuaitibu kila wakati, aitengeza kila wakati. والطالب يحتاج أن يصحح نيته دائما. mwanafunzi wa ilmu ya dini haswa atakikana asahihishe nia yake daima. وأن يبعد نفسه عن الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الشهرة وما إلى ذلك. ajiweke nafsi yake mbali na riya, kujionyesha, kufanya kwa ajili ya watu wamuone, sum'a, na kutaka kusikilika, wa hubbi dhuhur wa hubbi shuhra, na kupenda kuwa juu aonekane, kupenda mashuhuri na mengineo katika yale yanayoingia katika mkondo huu. ويجعل طلبه للعلم من جملة أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. wanafunzi atakikana ajalie katika jumla ya amali zake njema anazojikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mojawapo ni hii ya kutafuta nini? Ilmu. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. hakuna chochote sawa sawa na elimu. Elimu ni kitu ghali sana, kipo juu kabisa. وقال مهنا akasema: قلت لأحمد حدثنا ما أفضل الأعمال. nilimwambia Ahmad, yani ibn Hanbal, tueleze ni amali gani iliyo bora. قال طلب العلم, sema kutafuta ilmu. kwa hivyo kutafuta ilmu ni katika amali bora. قلت لمن, nikamuuliza kwa mtu wa aina gani? قال liman sahhat niyyatuhu, kwa yule ambaye nia yake itakuwa ni nzuri. قلت وأي شيء يصحح النية,
kitu gani kinachosahihisha na kutengeza nia? Qala yanwi, anuie, yatawadha'u fihi, awe mnyenyekevu katika hiyo ilmu, wayamfi anhu aljahl, na pia anuie kujiondolea ujinga katika nafsi yake. Kwa hivyo mtu akinuia kujiondolea ujinga katika nafsi yake na kuwa mnyenyekevu katika kutafuta kwake ile ilmu, ifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo nia yake itakuwa iko sawa safi. Nasallallahu ja'alna minhum. قال إن البناء بدون الأصل لم يقوم، أي لا يقوم البناء إلا على أصوله وأعمدته. jengo siku zote haliwezi kusimama isipokuwa juu ya misingi yake na nguzo zake. fakadhalika ad-din la yaqumu illa ala aslihi wa imadihi, kadhalika hii dini haisimami isipokuwa juu ya misingi yake na nguzo zake. ala wa huwa al-ikhlasu lillahi jalla wa ala wabtigha'u wajhihi tabaraka wa ta'ala. na msingi na nguzo ya jengo hili na ilmu ni ikhlas, na kufanya jambo kwa ajili ya kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. والإخلاص هو قصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده. na ikhlas ni mtu kukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa huwa tauhid. nao ni hii tauhid, ikhlas ni tauhid. وفي هذا إشارة إلى أهمية علم التوحيد. نهابا الناظم رحمه الله أيشرية كتك مهم وعلم يتوحيد. فكما أن البيت لا يقوم إلا على عماده والشجرة لا تقوم إلا على أصلها، فكذلك بناء الدين لا يقوم إلا على أصله وأساسه وهو التوحيد. فإذا لم يكن العلم قائما على التوحيد فلا نفع فيه. كما vile nyumba haisimami isipokuwa juu ya nguzo zake, na mti hausimami isipokuwa juu ya mizizi, kadhalika mjengo wa dini huu mjengo wa dini pia hausimami isipokuwa katika misingi yake, nayo ni tauhid. Kwa hivyo ilmu ikiwa haikujengewa tauhid haina manufaa yoyote. ثم قال رحمه الله محذرا من بعض الأمور التي تخرم النية الصالحة. kisha akasema rahimahullah ta'ala, ikiwa atutahadharisha kutokamana na baadhi ya mambo ambayo huharibu nia njema. qala ومن يكن ليقول الناس يطلبه، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. قوله ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أي من يطلب العلم لأجل أن يقول الناس عنه طالب علم أو عالم أو فقيه. yule anayetafuta ilmu ili watu waseme, nia yake ni kuwa asikie watu wakisema kuwa fulani ni talib ilmu, funzi yule wa dini, au fulan alim, au fulan faqih, au yuqalu anhu kadha wa kadha min al-awsaf wal alqab, au atajwe kuwa yeye ni kadha wa kadha katika sifa mbalimbali na alqab. fa inna safqatahu khasiratun yawm al-qiyamah
وإن حصل شيئا من حطام الدنيا. huyu biashara yake ni ya khasara siku ya kiyama, hata kama atapata sehemu katika uchafu wa dunia, upuzi wa dunia. Haiwezekana hapa duniani akapata kitu, lakini kesho akhira hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أخسر بصفقته، أي قل ما أخسر صفقته يوم القيامة عندما يحصل الناس الأجور على الجد والاجتهاد. سيما ni khasara iliyoje kwa biashara yake aliyoifanya siku ya kiyama, wakati ambapo watu watakuwa ni wenye kuchuma ajira zao na thawabu zao kwa bidii walizozifanya hapa duniani. وأما هو لا يحصل شيئا على جده واجتهاده، أما yeye hapati chochote kwa bidii yake aliyofanya. لأنه لم يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبه ليقال عالم. sababu huyo hakutafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ameitafuta ilmu ili asifiwe kwa fulani ni alim. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديثي imekuja katika صحيح مسلم في الإمام مسلم كتوك الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، watu wa kwanza kabisa ambao watakaopitishiwa hukumu na kuhukumiwa siku ya kiyama, رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. ni bwana mmoja au mtu aliyeuawa katika vita jihad fi sabilillah, istushhida, Allah subhanahu wa ta'ala atamleta mbele yake kisha amjulishe neema aliyompa, ataifahamu neema kama ile, kuwa Allah amemwezesha kuwa na nguvu ya kuweza kupigana vita fi sabilillah. قال فما عملت فيها، hiyo neema niliyokupa ulifanyia nini? Ataulizwa. قال قاتلت فيك حتى استشهدت أو استشهدت، قاتلت فيك حتى استشهدت، nilipigana mimi vita kwa ajili yako ya Rabb mpaka nikauawa shahidi. قال كذبت، Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia umesema uongo. walakinaka qatalta li an yuqala jari'un, wewe ulipigana ili watu waseme kwa yule njasiri, haogopi yule. faqad qila, hilo lishasema wapi? Duniani watu washasema. thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha ataburutwa kwa uso wake mpaka atumbukizwe ndani ya moto jahannam, waliyadhu billah. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. na wapili ni yule ambaye amejifunza ilmu na kuifunza na akaisoma Qur'an, taletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akumbushwe neema hii na kujulishwa mpaka aitambue neema hiyo. qala fama amilta fiha, hii neema nilikupa ulifanyia nini? قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، من نجيفونza ilmu mimi nikaifunza nikasoma Qur'ani kwa ajili yako ya Rabb. قال كذبت
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. wewe ulitafuta ilmu ili watu waseme ni mwana wa chuoni, na ulisoma Qur'an ili watu waseme fulani ni qari, ni msomi wa Qur'an. na haya yote yashasemwa wapi? Duniani. sallallahu alayhi wasallam. thumma amara bihi au umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha, ataburutwa kwa uso wake mpaka atumbukizwe ndani ya moto wa jahannam. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. na mwingine ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimneemesha katika dunia, akampa mali, taletwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, atakumbushwa neema Allah aliyompa mpaka ikumbuke. qala fama amilta fiha, ataulizwa ulifanyia vipi neema yangu hiyo niliyokupa? qala, tajibu na kusema ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. sikuacha njia yoyote ambayo ya Rabbi wapendelea nitoe katika njia hiyo isipokuwa mimi nilitoa. قال كذبت ولكنك فعلت يقال هو جواد فقد قيل. kumwambia ni muongo wewe ulitoa ili watu waseme fulani ni mkarimu, na hilo lishasemwa. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. تامريشا تبروتو kwa uso wake mpaka tumbukizwe ndani ya moto. فهذا اجتهد في الحياة الدنيا حفظا وتعلما وتفقها ومجالسة لأهل العلم وكتابة للعلم، وبذل في ذلك جهودا كثيرة، ثم يأتي يوم القيامة ويسحب إلى النار، بل يكون من أول من تسعر بهم النار لفساد نيته. huyu amejitahidi katika uhai wake wa dunia kuhifadhi, kujifunza, kukaa na wanawavyuoni, kuandika ilmu, akafanya bidii nyingi sana. kisha siku ya kiyama aburutwa ndani ya moto wa jahannam, bali katika watu wa kwanza watakaochomwa kwa moto wa jahannam, waliyadhu billah. yote haya lifasadi niyatihi, kwa sababu nia yake si nzuri, mbovu. sallallahu yahdiyana. hakuna mtu ajizaki nafsi yake katika jambo hili. wallahi hii hadithi ni nzito sana kwa yule atakayekaa chini na kuizingatia. Yatakatufahamu hawa watu watatu wote katika dhahiri yao wafanya amali katika amali za akhira. mujahid fi sabilillah, alim min alulama, na yule munfiq atoa katika njia za khairi, na ni ngumu sana kwa mtu kutoa sababu nafsi yapenda mali, lakini yeye watoa, lakini kwa sababu nia yao si nzuri, hii ndio jaza yao. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء. hapa mna dalili katika hii hadithi ya uzito wa uharamu wa dhambi ya riya, ya mtu kujionyesha, wa shiddati uqubatihi, na adhabu yake kali, والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. na pia hapa kuhimizwa uwajibu wa ikhlas katika amali, kama qala Allah ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tena wamtakasie yeye dini yao, amali zao zote, wasimshirikishe na chochote.
وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. na hapa pia tupata faida kuwa zile dalili zilokuja kutaja umuman fadhila za jihad fi sabilillah na mujahid fi sabilillah, zile zitampata yule anayemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kafanya ile amali kwa ikhlas. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. pia dalili zilokuja kuwasifu wanawavyuoni na wale wanaotoa katika njia za khairi, zote hizi zabebewa kwa yule ambaye atafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله في تمام البيت في موقف الندم أي يوم القيامة، hapa yakusudiwa siku ya kiyama, haithu yandamu aktharu alkhalqi, wengi katika waja katika viumbe watajuta siku ya kiyama. wala yanfa'uhum yawma idhin nadamuhum, na majuto yao siku hiyo hayatawafaa chochote. yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra, hata mwanadamu akakumbuka siku hiyo akarudi nyuma, hilo halitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, halimfai chochote. Sasa kabla ya kufikia huko, ni bora kwa mtu kudiriki nafsi yake hapa duniani, apigane nayo, iwe na ikhlas katika amali anazozifanya. qala ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. ومن به يبتغي الدنيا أي يطلب العلم للدنيا كالرئاسة الزعامة والمال والجاه والمناصب إلى غير ذلك، yule anayetafuta ilmu kwa ajili ya dunia, ilmu ya dini kwa ajili ya dunia. Na hapa kuingia hatari ya wale wanaosoma kwa ajili ya shahada, ili apate shahada, apate kazi nzuri, ilmu ya dini. Ama dunia, nenda kasome kwa ajili ya dunia, hulaumiwi, sababu ndio shughuli yake. Haulaumiwi wewe kusema kuwa mimi nasoma engineering nipate shahada nipate dunia yangu, la basi, ile ni ilmu ya dunia. Lakini wasoma tauhid na hadith na masomo ya dini kwa ajili ya dunia, kutaka uongozi, kutaka kuwa juu ya watu, kutaka mali, kutaka cheo, jaha na mengineo, falaysa lahu yawm alqiyamati min hadhin wala qasam. أي ليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب من ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، لأنه كان يريد به الدنيا. mbele الله سبحانه وتعالى siku ya kiyama hana chochote, kwa sababu ilmu aliitafuta kwa ajili ya kuitaka dunia, hakufanya lillah. Na wengi katika watu leo tumeingia katika mtego huu bila ya kujijua, kwa mtu asoma ilmu yake ya dini kwa ajili ya dunia. Wengi wako kwa namna hiyo. Wengi wetu leo sisi tuko hivi. Mtu hawezi kukaa katika halakat. Kwa nini? Pale hakuna shahada. Alafu takuwaje bwana? Alafu hakuna shahada. Yeye afikiri ile faida anayopata ya ilmu kubwa, bali waweza kukiri na kukubali kwa faida ya ilmu ni kubwa zaidi katika halaka kuliko kwenda kokote kule. Lakini afikiria nini? Dunia. Dunia dali yake si ya dini, dali dunia. الدكتور فلان الدنيا فلان، يعني akili yake afikiria nini? Dunia tu. وسيشير الناظم رحمه الله إلى بعض الأدلة في هذا الباب. نتيشيريا مشاير رحمه الله تعالى بعض أدلة katika mlango huu.
وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، mwenye kujifunza ilmu katika ilmu ambayo atakikana anayetafuta aitafute kwa ikhlas, kwa kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ilmu ya nini? Ya sheria, ya dini. la yataallamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, haisomi yeye isipokuwa kupata dunia. Soma kwa ajili ya starehe za dunia, kwa ajili ya kupata uchafu wa dunia. lam yajid 'urfa al-jannati yawm al-qiyamah, huyo haipati harufu ya pepo siku ya kiyama. Harufu ya pepo haipati siku ya kiyama. Kwa nini ujitaabishe ndugu yangu? Kwa nini upate tabu? Ikiwa ni dunia wataka, dini haikukataza. Nenda kasome accounting, kasome engineering, kasome udaktari, kasome uwakili na kazi nyingi ziko, sio? Kwa nini upate tabu na vikanzu na nini? Unapata tabu kuketi kwenye halaka, pengine labda uenda kwenye jamiati hizi na nini, upata tabu, kumbe utaka dunia. Nenda, dunia iko wazi. Kwa nini upate tabu katika kusoma dini kwa ajili ya dunia, ambapo unashokwisha hata harufu ya pepo uipati? Afadhali uwe ami, mtu wa kawaida, utafuta dunia yako wewe, mashil hal. Ndio wale ukimwambia hukumu ya kisheria kwa kitu fulani haram, akwambia watu wajenga majumba, nyinyi mketi haramu ya halali, sio? Kuwa kama wale, mzuri wale. Hala yaarifu min buru, hajui dunia yenda yarudi yenda, tukishtuka shakufa. Haya, yuko kaburini ndo kumbuka, kumbe ilikuwa watu wasoma. hahin la adri sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu. Lakini watafuta ilmu ya dini kwa ajili ya dunia, ya hasara, ya khasara. Wallahi khasara kubwa sana, khasara wallahi. Wallahu almusta'an. Na upate watu ambao wajinasibisha na da'wa, kisha malengo makubwa yao wakwambia sisi tumefanya da'wa, tukalingania katika tauhidi na sunna, kisha tukajenga maskuli 10, tukajenga hospitali. Sasa hiyo ndio nini? Ndio da'wa hiyo? Si ungeendelea tu katika dunia yako, kajenga maskuli yako, kajenga hospitali, ukatazwi kidini, lakini wanasibisha ndio katika mafanikio ya da'wa, kuwapeleka watu zaidi katika nini? Dunia. Ama mafanikio makubwa ya da'wa, kwa umejenga skuli pale, umejenga skuli pale, umejenga skuli pale, sio? Halafu wakwambia nini? Lakini ni integrated. Ndio mzidi kuwa wafanya watoto wa Kiislamu wasisome madrasa. Na nenda wewe kaangalia hao maskuli integrated, nenda kasome manhaji zao zione zilivyo na balaa. Na mzazi akishamuingiza mtoto shule kama ile ya kuwa ni integrated, madrasa huko fanya nini? Amtoa aona afaidika kule kwenye integrated. Kumbe ndio yuenda mtokomeza yule mtoto, amaliza 80 sijui kama nini, hajui dini yake, hajui lolote. Mwanzo ikifika 8 waondolewa masomo ya dini, sababu si muhimu. Muhammash, kwani kuna kesi pia ya dini? Sasa ya nini kusumbua watoto? Watoto watafarra kwa ajili ya kusoma lilo muhimu zaidi, ambao ni dunia. Kwa hivyo unalea watoto wakiwa wajua kuwa cha muhimu nini? Ni dunia yangu. Kishapata maji ya kunywa mimi na biriani yangu na pilau yangu, basi na haja gani mimi ya kutaka kujua? Kisha ndio tutolewa jaili ya aqlaniyin. Aqlaniyun, akili tu ndo zafanya kazi zao, wala hawajui dini yao. Dini akiambiwa jambo lakini akili yangu yakataa. Ya akhi, qala Allah, mimi pia nilisoma bana, sinione hivi bwana, mimi nasoma integrated. Yataona haya integrated ndo masomo ya dini haya, puzi mtupu. Haya mambo haya ni khutat, watu hawajui, lakini za kuondoa watoto kusoma madaris ya Kiislamu. Na ndio yule mtoto yuwakulia katika mazingira akijiona katika akili yake asoma dini, kumbe hakuna chochote.
ni upuzi tu. Na mimi mara nyingi husema ni upuzi, wao wakasirika, lakini ni upuzi, wala hakuna la maana. Ikiwa kiko mvaili kitu kidogo, adanganywa mzazi kwa mtoto wako asoma dini. Hivi yuwa sawa anayesoma madrasa peke yake na anayesoma integrated? Haiwezi kuwa sawa. Ile manhaj pale watu washughulikia nini? Madrasa na dini. Ama hapa kipaumbele ni cha John na Peter. Yule John na Peter somo lake ni muhimu zaidi kuliko la Muhammad na Ali anayekuja kusomesha dini pale. Na hili walijua wao pia. Asubuhi anza na Qur'an. Hata msikitini pia watu waanza na Qur'an asubuhi. Si lazima fungwe skuli. Alhasil, yani manahij kama hizi zimewekwa watu wapelekwa tu katika dunia zaidi. Sasa hakuna tena wakati wa mtoto kwenda madrasa. Bandika tu kule, akitoka asubuhi wewe mpaka jioni saa 12. Kisha ukienda kushtaki mzazi mwanawe afeli, waambiwa huyu anahitaji nini? Tuition. Salala, huyu atoka baada al-fajr, yarudi baada al-isha. Hiyo tuition ni saa ngapi? Na hizo homework atazifanya saa ngapi? Ninakumbuka mzazi mmoja mpaka alimtusi yule mwalimu, akamwambia wewe mpumbavu, huna akili wewe. Kwa nini naambia hivyo? Hebu nipe huo wakati wa tuition ya mtoto. Nipetie huo wakati. Asubuhi watoka baada salat al-fajr aingia skuli. Integrated. Sio? Watoka isha. Hiyo tuition yako unayotaka wewe nimweke, isimwatakula senti tu. Nimweke saa ngapi? Yule mwalimu akajiteka mwenyewe bwana. Saa ngapi utamweka tuition? Turudi hapa. Wallahu musta'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. رواه أبو داود بن ماجه صححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر الناظم رحمه الله الأدلة على ذلك. كيش كتاج دليلي يا هاية تليتاج ناية إن شاء الله تعالى تكوجا كويزومزية بإذن الله تعالى كتك حلقة لتكاكوجا. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.